kuna hii kauli ambayo unasikia no reform no election. Sasa unajua kila mtu anatakiwa ajue ina maana gani. Ukikurubukia utaona kama vile ni kauli ya kigaidi, sawa? Utaona kama vile huyu jamaa anaongelea kuteka watu, anaongelea vitu ambavyo ni vigeni kwenye mazingira yetu. Lakini hapana, ni kauli ambayo tukisema tupitie hapa kwenye maandiko, utaona sehemu kubwa tu unaiona no reform no election, isipokuwa slogan inayotumika ndio tatizo. Lakini kauli ile na hata Mungu mwenyewe anaitumia vile vile. Ila namna gani hawa watu wanaielewa? Mfano, ukichukulia neno reform maana yake ni mabadiliko kwa Kiswahili. Sawa? Na mabadiliko huwa yanakuja pale ambapo kunakuwa na dosari, ndio tunafanya badiliko. Panapotokea dosari ndio tunafanya badiliko. Mfano hapa, Adamu ndiye alikuwa kiumbe wa kwanza kuumbwa kwenye dunia, si ndio? Adamu akaingia katika ufalme wa Ibilisi. Sawa? Kwa kula tunda. Wote wanaamini hicho kitu. Sawa? Lakini Mungu alichokuja kukifanya, alikuja akafanya reform. Alikuja akabadili. Moja ya kitu ambacho alikifanya ni kumpa mamlaka ya kimungu mwanadamu. Tena yule manake Adamu alikuwa hana uwezo au mamlaka ya rohoni. Kwa hiyo Mungu anakuja anamzidishia mamlaka ya rohoni na mwili. Ndio maana Bwana Yesu anasema nimekupa mamlaka. Utakachokifunga kimefungwa na utakachokifungua kimefunguliwa. Kwa hiyo alichokifanya nini? Alireform. Sawa? Kwa kureform ni kufanya mabadiliko kwenye eneo fulani. Mfano, tuangalie sehemu hizi. Kwa nchi yetu hii, changamoto kubwa ipo kwenye elimu. Yaani elimu ambayo unapewa ni elimu ambayo haikidhi matakwa ya kukuongoza wewe kwenye maisha yako. Sawa? Mfano, utaona maprofesa wengi wa Afrika na hususa Tanzania ni watu ambao profesa wao wameupata katika elimu ya watu waliopotea. Kivipi? Amesoma mwanadamu kwanza ni nyani. Sawa? Maana kama mtu amesoma elimu ya kijinga, fundisho ambalo linapingana na kweli ya Mungu, ndio amesomea mpaka amefika chuo kikuu. Lakini na chuo kikuu wenyewe wanachokifundisha asilimia kubwa ni kubadilisha tu mikoa. Ulikuwa Mshinyanga, leo umekuja Mara, umekuja Dar. Sawa? Lakini unasoma nini? Unasoma kwanza na miguu minne. Sawa? Kwa swala zima la elimu, changamoto iliyopo kwa kiumbe kinachoitwa binadamu, elimu ya kujitambua. Mimi ni nani? Mwili wangu unaoperate vipi? Hii akili ni nini nilionayo? Akili ni nini? Imetokana na nini? Mungu anahitaji nifanye nini kwenye uso wa dunia? So akili ya kujitambua ndio tatizo. Sawa? Kwa elimu tunayoitaka ni elimu ambayo inampa mtu kujitambua yeye ni nani. Sawa? Na elimu ya kujitambua ndio hiyo. Mtu anapoanza kujitambua tu, hata ile jamii ambayo yupo kwenye hiyo jamii anayoishi inaanza kumuona kama vile kapotea. Lakini sio kweli, mtu anajitambua, ameanza kujua. Mfano, elimu ya kujitambua ni pamoja na kutimiza majukumu. Unaona? Elimu ya kujitambua ni pamoja na kutimiza majukumu niliyopewa. Mfano, mimi si mumeo. Vipi kama nikawa sikizi majukumu ambayo umenipa, unachukuliaje? Hamuna mume pale, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu usitimizi majukumu sahihi kwa familia yangu. Sasa serikali nayo ni kama mume. Serikali inapaswa kutimiza majukumu ya raia. Sawa? Manake usipotimiza majukumu ya raia, hawa raia wataanza kudemand haki zao. Ndio hapo unakutana na hiki kipengele cha no reform. Manake kuna sehemu tunahitaji mabadiliko. Na haya mabadiliko hayajakaa kisiasa. Haya mabadiliko ni ya wananchi wote. Manake kila mmoja anahitaji apate ajikwamue kutoka kwenye wimbi la umasikini. Na kazi ya serikali ni kumtoa mwananchi kwenye wimbi la umasikini. Sasa kama serikali ndio itakuwa inamuongezea mwananchi wimbi la umasikini, unategemea serikali utaipenda au itakuhudumia? Sio kweli. Ndio mfano. Bajeti imesema ni shilingi ngapi? Trilioni 107. Ukigawanya kwa Tanzania wote, itakuwa lipe bei gani? Wewe hapo ulipo na milioni 1.8. Kwa hesabu ya haraka. Milioni 1.8 kila mtu. Na hiyo utailipa. Sawa.
Kwa hiyo hapa serikali ndio inayoingiza umasikini kwa nani? Kwa raia wake nao waongoza. Lakini haiji la mifumo thabiti ya namna gani ya kuamua huyu raia kutoka kwenye wimbi la umasikini. Kwa hiyo unaposikia no reform sio kwamba unahitaji unagoma, unahitaji reformation zifanyike kwenye hiyo ile eneo mahususi. Kuna sekta ya uongozi, sawa? Mbunge ni mwakilishi wako wewe bungeni. Maana ana kila sababu ya kuja kuchukua hoja, aenda kaibana serikali. Sasa inapofika pointi mbunge anaungana na serikali kumpinga raia, maana mnahitaji reform kwenye hilo eneo ili muwe na yaani sauti itoke kwa wananchi, sauti isitoke kwa wale viongozi waliowekwa, sauti itoke kwa raia walioweka pale. Sawa? Ikifanyika jambo kukitokea jambo la maana, mfano mabango yote tunaona nchini yanamsifu mama. Lakini kile sekta ya deni la kwenu. Unaona hayo mambo. Hayo mambo yote yanahitaji reform. Na reform nzuri ni ile ambayo inaanza kwenye kila ngazi ya familia. Kila familia inahitaji reform. Kila familia inahitaji reform. Maana hatuwezi kuwa na familia ambayo hata ibada yenyewe ifanyike nyumbani, wanasubiri Jumapili. Maana mfumo wao ufahamu na wapeleka kwa mchungaji, haupeleki kwa Mungu wa kweli katika nyumba. Kwa hiyo hii nyumba nayo inahitaji reform. Ndoa nyingi zinahitaji reform. Sawa? Kwa hiyo swala information linaanza ndani ya familia ndio linapanda. Lakini pia kuna reform kwenye swala zima la haki. Hakuna namna ya kupata amani kama hakuna haki. Hata Mungu mwenyewe anachokifanya anakuhesabia haki ili uwe na amani. Wale wote aliowajua aliwahesabia haki. Umeona? Maana haki ndio inayotangulia, ndio inafuata amani. Ukiona mtu anapambania amani alafu hataki kuitendea haki, huyo mtu mkimbie, ni mnafiki. Ukiona mtu anakulazimisha bana kuwa mzalendo na nchi yako, tafsiri yake yeye ndo anapaswa kuonyesha uzalendo kwanza kwa kukemea. Mfano, CAG anatoa ripoti kwamba kuna fedha zimepotea, kuna fedha zieleweke matumizi yake, sawa? Maana yake inatakiwa tuione serikali ikiwa adabisha wahusika wa haya mambo. Kama kuna watu wameingiza hasara, basi washikiliwe, wao ndio washikiliwe, wawajibishwe kwa mujibu wa sheria ya nchi. Lakini kama mtu anayetoa elimu juu ya hao watu alafu yeye ndo anaonekana mbaya, tafsiri yake serikali ndio mbaya. Sasa bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mambo tunafundishana kama familia. Ili siku sema bwana mume wangu alikuwa anakaa ananifundisha habari za uongozi, ananifundisha habari za kumjua Mungu, ananifundisha habari za mambo mengi ya kufundishana kama familia. Ili mtoto akija kuzaliwa jua yupo na wazazi ambao ni bright. Wazazi wanaokaa wakadiscuss habari za nchi. Wazazi ambao wanakaa wakadiscuss ambao wao ni wakina nani kwenye uso wa dunia. Very brightness. Sawa? Lakini pia reform inatakiwa ifanyike kwenye masuala ya ibada. Ibada unazoziona zinamaanisha majengo ya ibada. Ni miongoni mwa sehemu ambazo watu wengi wanapigwa fedha zao. Watu wengi wanaibiwa fedha kule. Sawa? Ni swala la psychology tu, wanaliwa hela. Toa alafu Mungu atakubariki. Alafu ukija kwenye neno hapa Mwanzo 1:28, Mwanzo 1:28 kusomea hapa uone kilichotokea. Anasema hivi. Hii swala no reform sichukulie kawaida. Lipo humu. Anasema hivi. Mungu akawabariki, akawaambia zaidi niongezeke. Sasa kama Mungu aliwabariki Adamu na Eva, walitoa kitu gani ili Mungu awabariki? Hakuna walichokitoa. Kwa sababu baraka ni tamko. So walitoa nini ili wabarikiwe? Hakuna walichokitoa. So mchungaji anakuambiaje? Toa mwana wa Mungu, Mungu akubariki. Tafsiri yake nini? Wewe unavutia kwenye mfuko wake. Baraka ya Mungu haitoki kwa kutenda jambo. No, kwa sababu baraka ni kibali, sio mafanikio. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo uniform inafanyika hata kwenye makanisa. Mchungaji anatakiwa afanye nini? Anunuliwe gari. Muumini aombewe. Si mnahitaji reform. Maana kama hakuna reform, hakuna haja ya kuattend kwenye hilo kanisa au kwenye hiyo nyumba ya ibada. Tunaelewana? Kila naye mwibuka pokea gari. Ukija kwenye mchakato wa maisha gari lipokelewi. Gari inatengeneza mlolongo wa kwenda kulinunua, sio kupokea. Umeona hawa nao wanahitaji reform. Ukija kwenye swala zima la maombi unasikia katika jina la Yesu deni lako limefutwa. Ukija kwa Yesu anasemaje? Kama unadaiwa lipa deni, malizana na mdeni wako. Maana hawa nao wanahitaji reform. Kwa swala la no reform
no election sio vita. Hii ukianza kudadavua kwa ufana wake, utakuta sehemu nyingi zinahitaji reforms, na kufanya reform ni vizuri zaidi, kwa maana unahitaji kitu bora zaidi. Mungu mwenyewe alifanya reform ndio akamtoa Yesu. Sawa, kwamba wanadamu wamekwisha kupotea kwa jinsi hii, sasa wasipotee, nafanya reform nyingine. Kwa Mungu mwenyewe ni muasisi wa reform. So no reform, no election. Tuwafundishe jamii. Maana kama hakuna mabadiliko, hakuna haja ya uchaguzi. Hawasusi uchaguzi. Hawatawasusi uchaguzi. Lakini wanahitaji mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya tume ya uchaguzi. Mimi siwezi kukuteua wewe usimamie uchaguzi, alafu niambie nimeshindwa. Nashindwaje sasa kwenye uchaguzi wakati nimekuteua wewe? So nataka nianze na wewe nikufutilie mbali. Lakini ndio unaongelea reforms au vita. So tunafundishana as a family na Watanzania waelewe na dunia ijue kwamba reform ipo kwenye Bible, maandiko yanaongelea reform vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe.